Bodi ya Ithibati yaendelea kuimarisha maadili ya uandishi wa habari. Huduma za stationari zarahisisha ujifunzaji na ufundishaji UDOM. Na katika michezo, Kasfeta Tayomi UDOM yaandaa bonanza la michezo kuboresha afya na mshikamano. Hujambo mtazamaji na karibu katika taarifa ya habari kutoka UDOM Digital. Mimi ni Restituta Mkongwe. Bodi ya Ithibati ya waandishi wa habari nchini imeendelea kuwa chachu ya kuimarisha weledi na uwajibikaji katika tasnia ya habari, ikitoa utambuzi rasmi kwa waandishi kupitia usajili na utoaji wa vitambulisho katika mfumo wa Tai Habari, hatua inayotajwa na wadau na serikali kuwa itarekebisha maadili na kuongeza ufanisi. Taarifa kamili na Naima Chokera. Tangu mwaka 2025, serikali imeanzisha na kusisitiza zoezi la waandishi wa habari kujisajili kupitia bodi ya ithibati ili kuweza kupatiwa vitambulisho na kutambulika rasmi kama waandishi wa habari kwa taaluma. Baadhi ya waandishi wa habari wameelezea ni kwa namna gani bodi ya ithibati imekuwa na umuhimu, lakini vile kuongeza ufanisi kwa upande wa tasnia yao. Nadhani bodi ya ithibati ina mchango mkubwa sana kwenye tasnia ya habari. Kwanza kabisa weledi. Unajua kazi ya uandishi wa habari au uandishi wa habari wao wana mchango mkubwa sana kwenye jamii, kwa sababu wao kalamu zao wanatumia kuchukua vitu ambavyo vipo kwenye jamii. Sasa unakuta kuna baadhi ya waandishi wa habari au mwandishi mmoja wa habari kama ataenda nje ya maadili anaweza kutengeneza vitu ambavyo sio vizuri sana kwenye jamii yetu na vikazua tafrani. Kwa hiyo mimi nadhani bodi ya ithibati ina umuhimu mkubwa sana wa kuleta weledi kwa waandishi wa habari. Bodi ina umuhimu mkubwa hasa sisi ambao tunasomea uandishi wa habari, kwa sababu kama tunavyojua sasa hivi katika jamii unazuka vitu ambavyo labda mtu anajua kuongea basi anaingizwa kwenye platform fulani ili aende akaperform, lakini sisi kama waandishi wa habari wengine ambao tunakuwa tupo yani mtu amesoma lakini hana ile uwezo wa kwenda kuongea sehemu fulani. Kwa hiyo bodi inakuja inatusaidia na kutunyanyua sisi kama waandishi wa habari wengine. Aidha, Waziri Makonda amebainisha kuwa bodi ya ithibati kwa kipindi cha Julai 2025 hadi 2026 imepokea maombi ya kusajili waandishi wa habari 4139 kupitia mfumo wa Tai Habari, huku malalamiko 14 ya uvunjifu wa maadili ya taaluma ya habari yakiwa yameshughulikiwa. Mheshimiwa Spika, bodi ya ithibati ya waandishi wa habari katika kipindi cha Julai 2025 hadi 2026 imepokea maombi na kusajili waandishi wa habari 4139 kupitia mfumo wa Tai Habari, ambapo waandishi wa habari 3357 wenye vigezo vinavyoainishwa kwa mujibu wa sheria wamepatiwa ithibati. Malalamiko 14 ya uvunjifu wa maadili ya taaluma ya habari yameshughulikiwa. Bodi hii ina majukumu kadhaa yanayoainishwa kwa mujibu wa sheria, ikiwa ni pamoja na kuthibitisha na kutoa vitambulisho kwa waandishi wa habari waliokidhi vigezo kwa mujibu wa sheria. Langu jina ni Naima Mgaya na hii ni UDOM Digital. Asante Naima Chokela kwa taarifa hiyo. Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM waasa kujiepusha na changamoto zitokanazo na athari hasi za afya ya akili inayofanya kufanya maamuzi magumu. Taarifa kamili na Tryphon Kraus. Kumekuwa na ongezeko kubwa la wanafunzi hasa wanaume wanaopitia changamoto ya msongo wa mawazo ambao unahatarisha usalama wao hapa Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM, suala ambalo mara nyingi linabaki kuwa siri miongoni mwao na wengine kuendelea kuteseka kimya kwa sababu ya dhana mbalimbali na wakati mwingine kuchukua maamuzi yasiyo sahihi na kuathiri masomo yao. Baadhi ya wanafunzi hapa chuoni wakizungumza na UDOM Digital wamebainisha changamoto mbalimbali ambazo zinawakumba wanaume na kuathiri afya yao ya akili au na kusababishia kiasi fulani concentrate kwenye mawazo kuliko kusoma. Kwa hiyo mwisho wa siku unajikuta mtu anakaa peke yake, ni mawazo yanamtinga, ila ya ada kabetia au ila ya chakula. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta mtu pesa ya chakula huna, pesa ya ada pia ushaitumia. Kwa hiyo mwisho wa siku kinachobakia nini? Unakuwa na msongo wa mawazo ambao mwisho wa siku mpaka kufikia hatua za ufaulu darasani pia unapungua. Wamekuwa ni watu ambao yani hawataki kutoa vitu ambavyo vinakuwa vinawasumbua, yani wanabaki na vitu vyao moyoni. Kwa mfano unaweza kukuta labda kwenye mahusiano mtu kasalitiwa na mpenzi wake, lakini labda baada ya kwenda labda kwa mtu ambaye anamwamini au kidogo aliyemzidi umri, labda kwa ajili ya kupata ushauri, anakuwa haendi, anakaa tu yeye mwenyewe na vitu vyake moyoni. Naweza nikaongelea kwenye engo ya kimasomo. Kwenye engo ya kimasomo kwamba
performance labda ilikuwa nzuri darasani, lakini baadaye tunaona kwamba ile performance alivyokuwa anafanya vizuri darasani na sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo kutokana na hiyo inampelekea pia kuingia kwenye msongo wa mawazo. Kutokana na mwendelezo wa matukio yanayotokana na athari hasi za afya ya akili, UDOM Digital ilipata nafasi ya kuzungumza na mtaalamu wa masuala ya afya ya akili. Yaani ni ngumu kujua kama mtu ana jambo la ndani kwa ndani. Ila sisi wana saikolojia unaweza kumwangalia the way he or she behaves. Yaani anavyotembea, anavyoangalia watu. Kuna wengine ambao wanajua kwamba kama ana vitu yake ndani, unaona akifika kwenye kundi la watu, yaani wakiona watu wanapiga story wanacheka na nini, unaona yeye anaondoka. Kwa sababu internally inawezekana hana amani, hana furaha. Yaani namna ya kucheka hawezi. Atachekaje kwa vitu alivyonavyo? Sasa sisi watu wa saikolojia unaweza usijue exactly anasumbuliwa na nini, lakini umeshaanza kuona there is abnormality in this person. Ili uweze kumsaidia mtu lazima apate total trust na wewe kwamba huyu mtu atatunza siri zangu. Sasa kwa hiyo kwa kuwa karibu naye, unavyomuona kama namna anavyoishi hajakaa sawa, unajenga mazingira ya kuwa karibu na yeye, anaona huyu mtu naweza nikamwambia shida zangu. Afya ya akili ni moja kati ya mambo ya msingi ya kuzingatia katika ukuaji wa afya ya mwanadamu, suala ambalo limekuwa changamoto kubwa ambayo suluhisho ni kuongeza utambuzi wa changamoto na namna ya kukabiliana nazo. Nikiripoti kutoka hapa ndaki ya Insia na Sayansi ya Jamii hapa Chuo Kikuu cha Dodoma, mimi ni Tryphon Nicholas wa UDOM Digital. Sasa tuungane na Evan Jaco kuhusu huduma za usafiri mtandaoni. Huduma ya usafiri mtandao maarufu kama Bolt imeendelea kuwa msaada mkubwa kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma kwa kurahisisha safari za kila siku, huku ikiwasaidia kuwahi mihadhara na kupunguza changamoto za usafiri ndani ya jiji la Dodoma. Evan Jaco ana maelezo zaidi. Huduma ya usafiri mtandaoni maarufu kama Bolt imeendelea kurahisisha usafiri kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, hasa katika safari zao za kila siku. Kwa wanafunzi wengi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, huduma ya Bolt imekuwa mkombozi wa usafiri, hasa nyakati za jioni au wanapochelewa mhadhara. Pamoja na changamoto mbalimbali zilizopo, lakini huduma ya Bolt imeendelea kuwa suluhisho la usafiri, hasa kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma wamekuwa na maoni mbalimbali kuhusu usafiri huo. Usafiri wa Bolt kwa upande wangu unanisaidia kuwahi vipindi, maybe unakuta sometimes kipindi kinaisha muda hapa wakati kwenye sehemu fulani, wakati huo kuna kipindi kinatakiwa kiendelee kwenye venue ambayo sio karibu na pale ulipokuwa unasomea mwanzo. Kwa upande wangu inanisaidia sana. Kwa kipindi cha kwanza ambapo hakukuwa na Bolt, ilikuwa changamoto sana kufika darasani kwa vipindi, lakini kwa kipindi cha sasa ambacho teknolojia imekuwa kwa njia ya Bolt, kwa maana usafiri kwa njia ya teknolojia, kwa kipindi hichi tumekuwa tunawahi sana darasani, tunawahi mtihani. Kwangu mimi Bolt imenisaidia katika vitu vingi sana. Kwa mara ya kwanza mimi nilianza kutumia Bolt bwana kwa na uzu kidogo, nilipata changamoto ya ugonjwa. Hapo sasa niliona ndafanyaje hapa. Kwa mara ya kwanza nilikuwa na marafiki zangu huko. Kwa hiyo nilivyouliza kuhusiana na masuala ya Bolt, waliniambia wewe usialeta sana Bolt, na kufuata popote pale ulipo. Wewe kazi yako ni request tu basi na kuisha kazi inakuwa imekamilika. Baadhi ya madereva wa Bolt wamezungumza kuwa Bolt imewasaidia na kuwaongezea kipato kwa asilimia kubwa, kwani walikuwa wanakaa kwenye foleni muda mrefu kusubiri abiria. Kwangu mimi binafsi naweza kusema Bolt ina faida nyingi, lakini hasa inaniongezea kipato cha ziada, lakini pia inaniongezea muda wa ziada kufanya kazi. Naweza nikapata abiria nikiwa kijiweni, Bolt inaniokolea muda kwa sababu nakuwa pale foleni, kwa naweza nikapata abiria wa ziada. Kwa hiyo kipato cha ziada kinaongezeka, lakini pia muda wa kufanya kazi unaongezeka. Sisi kwa madereva Bolt sasa hivi wametuongezea buku ya tusave. Ilikuwa mjini tunaenda kwa 2000, sasa hivi ni kwa 3000. Kwa hiyo kutokana na hali yetu ya uchumi sasa hivi inatusave. Huduma ya Bolt imetajwa kurahisisha usafiri kwa wanafunzi kutoka college moja kwenda college nyingine, au kutoka madarasani kuelekea hostel wanazopumzika. Lakini pia kwa madereva Bolt wamesema kuwa huduma hii inawasaidia kuwaongezea kipato. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, mimi ni Evan Jaco wa UDOM Digital.
Asante Eva Njako kwa taarifa hiyo. Na habari yake Eva Njako ndio inahitimisha habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na uchumi. Karibu tena mtazamaji wa UDOM Digital. Sasa ni habari za biashara na uchumi. Huduma za stationaries zina mchango mkubwa katika kuimarisha taaluma vyuoni, ikijumuisha vifaa vya uandishi, viandikwa na huduma za uchapishaji zinazotumika katika kujifunza na kufundishia. Matumizi yake ni muhimu sana na hayataepukika. Mwalileli Muhando ametuandalia taarifa ifuatayo. Leo UDOM Digital imetembelea zilipo stationaries za Chuo Kikuu cha Dodoma ili kuweza kufahamu umuhimu wa kazi mbalimbali za stationery kwa wanafunzi. Kwa majina anaitwa Joseph Moses, ni mhudumu wa stationery Kariakoo Social. Moja ya faida au umuhimu wa stationery kwa wanafunzi na kwetu sisi kwa ujumla. Kwanza nikianza na sisi kwa ujumla ni kwamba ni kama biashara tu zingine ambazo watu wanafanya kwa ajili ya kujipatia kipato. Kwa hiyo tunafanya business kama business. Lakini ukija kwa upande wa wanafunzi, umuhimu wa station ni kwamba inawasaidia wanafunzi sasa wanapokuwa wamepewa kazi ya darasani, assignment pamoja na notes, wana print, wanakuwa na hard copy. Lakini mbali na hivyo pia wanafunzi wanajipatia madaftari pamoja na counter books na vitu vingine ambavyo vinahitajika katika masomo yao. Kwa hiyo stationery ina umuhimu mkubwa sana kwa wanafunzi, tofauti na vile ambavyo watu wanaichukulia mtaani. Yaani station ambazo ziko chuoni ni tofauti kidogo na stationery za mtaani. Kwa mfano, mtu anayefanya stationery chuoni, unaweza ukawa unafanya biashara ni tofauti na yule anayefanya biashara ya stationery mtaani. Sasa tunazungumzia katika kipato. Yule anayefanya huku chuoni, kipato chake inaweza kuwa na unafuu zaidi kuliko yule anayefanya wapi? Anayefanya mtaani. Kwa hiyo ina umuhimu kwetu sisi pamoja na kwa wanafunzi. Wanafunzi inawasaidia katika masomo yao, lakini pia sisi inatusaidia kujipatia kipato tunapokuwa tunafanya shughuli za kila siku hapa chuoni. Lakini pia tumeweza kupata maoni mbalimbali kutoka kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Kwa upande wangu mimi, stationery ina umuhimu mkubwa sana chuoni. Moja, inarahisisha upatikanaji wa material mbalimbali ambazo wanafunzi wanazitumia kwa ajili ya kusomea. Pia inairahisisha kuwawezesha wanafunzi kupata vitu vya kuandikia, mfano madaftari, kalamu pamoja na dokumenti mbalimbali ambazo zinahitajika kwa ajili ya masomo. Katika swala la uwepo wa stationery katika chuo chetu cha Dodoma ina faida nyingi. Hapo cha kwanza hutusaidia katika mambo ya utoaji wa kazi ya darasani, na pale tuna print na tunakusanya kazi. Na jambo la pili, inatusaidia katika mambo ya passport size. Unapokuwa unahitaji passport size, stationery inatumika pale. Nikiripoti kutoka viungo vya Dodoma, ni mimi Mwalilei Mhando wa UDOM Digital. Asante Mwalilei Mhando kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, na sasa tupate viwango vya thamani za fedha za kigeni dhidi ya shilingi ya Tanzania. Dola Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2586.2 na kuuzwa kwa shilingi 2612.1. Paundi imenunuliwa kwa shilingi 3505.1 na kuuzwa kwa shilingi 3540.1. Euro imenunuliwa kwa shilingi 3025.8 na kuuzwa kwa shilingi 3056.1. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 20.0 na kuuzwa kwa shilingi 20.2. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 0.7 na kuuzwa kwa shilingi 0.7. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi 0.86 na kuuzwa kwa shilingi 0.87. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1.76 na kuuzwa kwa shilingi 1.78. Yen ya Japan imenunuliwa kwa shilingi 16.38 na kuuzwa kwa shilingi 16.55. Yuan ya China imenunuliwa kwa shilingi 378.63 na kuuzwa kwa shilingi 382.41. Na dhahabu imenunuliwa kwa shilingi milioni 12,353,917.96 na kuuzwa kwa shilingi milioni 12,477,457.13. Taarifa hiyo inatamatisha habari za biashara na uchumi.
Hii ni UDOM Digital habari. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji, sasa tupate habari za kimataifa na Abud Mohamed. Chama kikuu cha kisiasa cha Tigray People's Liberation Front kimesema kimechukua tena udhibiti wa utawala wa jimbo la kisiasa la Tigray kaskazini mwa Ethiopia, kikieleza kuwa hatua hiyo imechukuliwa kutokana na hofu ya kukiukwa kwa baadhi ya vipengele muhimu vya makubaliano ya amani. Kwa mujibu wa taarifa ya chama hicho, kurejea kwa udhibiti huo kunalenga kulinda utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa muda mrefu kati ya vikosi vya Tigray na serikali ya shirikisho la Ethiopia. Makubaliano hayo yalitiwa saini mwaka 2022 mjini Pretoria nchini Afrika Kusini chini ya usimamizi wa Umoja wa Afrika. Yalilenga kusitisha mapigano, kurudisha utulivu na kurejeshwa huduma muhimu katika eneo hilo. Hata hivyo, Tigray People's Liberation Front imedai kuwa kuna dalili za kutotekelezwa kikamilifu kwa baadhi ya makubaliano, hali inayoweza kuhatarisha mchakato wa amani na kuibua tena mvutano wa kisiasa na kiusalama. Wachambuzi wa siasa za eneo la pembe ya Afrika wanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kuongeza hali ya sintofahamu iwapo juhudi za kidiplomasia hazitaimarishwa, huku wakisisitiza umuhimu wa pande zote kuheshimu makubaliano ya amani ili kudumisha utulivu wa muda mrefu nchini humo. Vikosi vya Urusi vimeushambulia mji wa Zaporizhia nchini Ukraine na kuua angalau watu 10 huku wengine 18 wakijeruhiwa kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo. Shambulio hilo lilisababisha moto mkubwa ulioteketeza magari, duka moja pamoja na eneo la viwanda, majengo ya makazi, karakana ya magari na sehemu ya kuoshea magari pia yaliharibiwa. Timu za zimamoto na waokoaji zilipelekwa haraka katika eneo hilo la tukio ili kudhibiti moto huo pamoja na kusaidia majeruhi waliokuwa wamekwama ndani ya majengo yaliyoharibiwa. Wakazi wa eneo hilo walionekana wakikimbia huku moshi mkubwa ukitanda angani. Mamlaka za Ukraine zimesema mashambulizi hayo yameongeza hofu miongoni mwa raia, wakati juhudi za kidiplomasia za kusitisha mapigano zikiendelea kujadiliwa. Serikali imeendelea kuzitaka nchi washirika kuongeza msaada wa ulinzi na kibinadamu kwa wananchi walioathirika na vita hivyo. Haya yanatokea saa chache kabla ya Kyiv kutarajiwa kuanza kutekeleza usitishaji wa mapigano na siku 3 kabla ya Moscow kuahidi kwa upande wake kusitisha mapigano. Rais wa Brazil Inacio Lula da Silva ametoa wito wa kuachiwa huru mara moja kwa raia wa Brazil Thiago Avila pamoja na raia wa Spain Saif Albuquerque ambao ni wanaharakati wa kundi la Global Summit Flotilla, wakidai wanazuiliwa kinyume cha sheria na Israel baada ya meli yao kukamatwa katika maji ya kimataifa. Kwa mujibu wa wakili anayewakilisha mahakama ya Israel, imeongeza muda wa kuzuiliwa kwa wanaharakati hao wawili kwa siku 6 zaidi. Wawakilishi wao wameishtumu mamlaka ya Israel kwa kutumia kile walichokiita mateso ya kisaikolojia pamoja na kuwanyanyasa wawili hao ambao wamekuwa katika mgomo wa kula kwa siku 6 sasa. Wanaharakati hao walifikishwa katika mahakama iliyopo mji wa kusini wa Ashkelon kwa mara ya pili baada ya kupelekwa Israel wiki iliyopita. Kupitia mtandao wa kijamii wa X, Rais Luis Inacio Lula da Silva alisema serikali yake kwa kushirikiana na serikali ya Hispania ambayo pia ina raia wake anayezuiliwa inasisitiza kuhakikisha usalama wao unalindwa kikamilifu na kuachiwa huru. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea Musa Daudi atakuwa hapa kwa habari za mchezo na burudani. And he might get it back as well. Mzize's in on goal. Is this going to go in? No, it's a good save. Space on the wing. I have a feeling he's going to get a piece of
Asante Lesistuta Mkongwe. Umoja wa wanafunzi waliokoka mashuleni Kasfeta Tayomi katika Chuo Kikuu cha Dodoma umeandaa bonanza maalum lililolenga kuimarisha afya za wanafunzi, kukuza mshikamano na pamoja kuendeleza maadili ya kiroho chuoni hapo. Taarifa zaidi na Neema Kajange. Bonanza hilo la wana Kasfeta Tayomi UDOM limefanyika katika viwanja vya michezo vya UDOM, likiwakutanisha wanafunzi wanachama kutoka ndaki mbalimbali na kujumuisha michezo kama mpira wa miguu, mpira wa pete, kuvuta kamba na riadha, huku wanafunzi wakishiriki kwa hamasa kubwa wakichanganya burudani na kujenga afya. Lengo la bonanza hili ni kudumisha umoja na mshikamano katika chama chetu hiki cha Kasfeta Tayomi UDOM. Wakizungumza na UDOM Digital, waandaaji wanasema kuwa lengo kuu la bonanza hilo ni kuwasaidia wanafunzi kuwa na maadili, umoja na nidhamu kupitia michezo na kuwafikia wanafunzi kwa njia rafiki zaidi na kuwavutia katika misingi chanya ya maisha. Kama ilivyoada tuko na bonanza, na mambo ambayo nimejifunza katika bonanza hili ni kwamba bonanza linaongeza marafiki. Ukiangalia hapa kuna watu mbalimbali ambao walikuwepo, katika uwepo wao tunaongeza marafiki wengine ambao hatukuwa nao mara ya kwanza. Kwa hiyo moja kati ya faida kubwa ya kuwa na bonanza ni kuongeza marafiki, lakini pia nadhani pia tunajifunza makosa tunapokuwa uwanjani, makosa ya wachezaji wetu, wachezaji wengine wenzetu, ambapo mnapokuwa katika hali ya kucheza mtakuwa mnajifunza kwamba mwenzako ni bora kuliko wewe ambavyo ulivyo. Mbali na michezo, bonanza lilipambwa na burudani mbalimbali na shangwe kutoka kwa washangiliaji, huku timu shindi ikieleza mchezo ulivyokuwa. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii aliyotupatia katika mchezo huu. Mchezo wetu ulikuwa ni mzuri. Kila timu ilikuwa imejiandaa vyema, lakini kwa sababu sisi Coben South tumefanya maandalizi mazuri, Mungu ametujalia ushindi na ametuwezesha kwenda hatua ya finali. Bonanza la Kasfeta Tayomi UDOM ni jukwaa muhimu kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, si katika michezo pekee bali katika kuimarisha maadili, mshikamano na umoja kama msingi wa kiroho. Nikiripoti kutoka hapa viwanja vya Social Ground UDOM, mimi ni Neema Kajange wa UDOM Digital. Asante Neema Kajange kwa taarifa hiyo. Zamani watu waliamini kazi rasmi ni ile ya kuvaa suti na kukaa ofisini, lakini karne ya 21 mambo yamebadilika. Vijana wengi wa Tanzania na duniani kote wameanza kujiajiri kupitia burudani ya muziki na uchekeshaji. Taarifa zaidi na Deborah Kimaro. Zamani iliaminika kuwa ajira rasmi ni ile ya kuvaa suti na kukaa ofisini, lakini katika karne ya 21 mambo yamebadilika. Leo hii vijana wengi nchini Tanzania na barani Afrika wamegeuza vipaji vyao vya ucheshi na muziki kuwa biashara kubwa na chanzo cha mapato. Na leo tumepata nafasi ya kuzungumza na wadau katika Chuo Kikuu cha Dodoma, huko akieleza ni kwa namna gani burudani ya muziki na uchekeshaji imekuwa chanzo cha ajira kwa vijana. Burudani ya muziki na mchekeshaji ni ajira kwa vijana kwa sababu kupitia uchekeshaji na muziki vijana wanapoweka zile pale mambo yao ya uchekeshaji katika mitandao ya kijamii kama mfano TikTok, Instagram na YouTube, pale ndo wanapopata ajira, wanapoajiliwa na sehemu zingine kwa mfano na wasanii. Kwa hiyo hii burudani ya uchekeshaji na muziki ni chanzo cha ajira kwa vijana asilimia kubwa. Kwa upande wangu sanaa ya uchekeshaji na muziki naiona ni kama ajira au biashara, kwa sababu tumeona vijana mbalimbali wakijiajiri kupitia sekta ya sanaa. Pia tumeona vijana wengi wamefungua lebo au platform ambazo zinawaajiri kupitia mitandao ya kijamii, mfano Instagram, TikTok, YouTube, ambazo zinaingizia kipato. Burudani ya muziki na uchekeshaji ni vitu ambavyo vimekuwa vinawapatia vijana wengi ajira kwa sasa, na tumeweza kuona kuna vijana mbalimbali ambao wameweza kutoka kupitia vipaji hivyo, na ni kitu ambacho pia kinafanyika hapa katika Chuo Kikuu cha Dodoma. Tunao vijana wetu ambao wanafanya uchekeshaji, na uchekeshaji wa sasa hivi uko katika mazingira hayo. Tuna stand up comedy, lakini tuna comedies mbalimbali, pia tuna muziki, vijana ambao wanashiriki katika muziki, na kwa kweli tumekuwa na maonesho hayo ya kisanaa ambayo yanakuwa yamefanyika na hata watu kuweza kupata zawadi kutokana na vipaji vyao. Kwa hiyo ningependa kuhamasisha, ningependa kutoa rai kwa jamii kuona kwamba
tasnia hii ya burudani ya muziki na uchekeshaji kama ni tasnia ambayo inapaswa kupewa kipaumbele na kuzingatiwa. Kwa ujumla, burudani ya muziki pamoja na uchekeshaji ni chanzo cha ajira kwa vijana nchini Tanzania na duniani kote. Nikiripoti kutoka katika Chuo Kikuu cha Dodoma, ni mimi Deborah Kimaro, UDOM Digital. Asante Deborah Kimaro kwa taarifa hiyo. Wakati kampuni za michezo ya kubahatisha zikiendelea kuongezeka na kuvutia vijana wengi kwa matumaini ya kipato cha haraka, wadau wanaonya kuhusu kuongezeka kwa changamoto. Je, kubeti ni fursa au tishio kwa hatima ya vijana? Taarifa zaidi na John Charles. Katika maisha ya sasa, makampuni ya michezo ya kubeti yamezidi kushika hatamu, huku vijana wengi wakitumia simu zao kubeti wakitarajia kupata kipato cha haraka. Lakini swali ni je, michezo ya kubeti ni fursa ya kipato au tishio kwa vijana? UDOM Digital leo tumezungumza na vijana wanaoshiriki michezo ya kubeti wakiwa na haya ya kusema. Kuongezeka kwa makampuni ya kubeti kwangu mimi ni fursa. Kwa sababu naweza nikaweka mikeka miwili kwenye makampuni mbili tofauti. Alafu huku na tiki, huku na tiki. Unakusanya zote, yani zile hela zote unakusanya. Kwangu mimi kubeti kwanza ni fursa sana kwa sababu imesaidia sana mambo mengi. Mimi kwa mtazamo wangu, kuongezeka kwa makampuni ya kubeti sasa hivi Tanzania au nchi zingine, naweza nikasema ni fursa kwa vijana. Kwa sababu hamna mtaji wa 1000 ambao unaweza ukakupa milioni, lakini ukiwa una beti unaweza ukastake 1000 ukapata zaidi ya milioni 10, milioni 5. Aidha, kwa upande wake kiongozi mlezi wa wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, ambaye ni mlezi wa block namba 1 katika ndaki ya Insia na sayansi za jamii social, ameeleza mtazamo wake wa dhati juu ya vijana kubeti. Mimi nafikiri zinaongeza kipato kwa vijana, lakini inategemea kwamba wewe unawalenga kwanza vijana wepi. Kama ni wanafunzi, sheria na taratibu haziwataki wanafunzi wacheze michezo ya kubashiri, kwa sababu mwanafunzi kwanza ana kipato gani? Mwanafunzi anapewa hela na serikali, anapewa hela na wazazi kwa ajili ya matumizi ya kusapoti masomo yake, na sio kucheza michezo ya kubashiri. La, kwa watu ambao wanacheza, vijana ambao wana shughuli zao za kupata kipato na wametimiza umri wa miaka 18, hao wanaweza wakawa wanacheza kwa maana ya kwamba kama wao wanaona kwa upande mmoja zina faida au hazina faida. Lakini kwa upande wa serikali pia sheria, taratibu na kanuni zimewekwa za kufanyaje, za namna ya kuendesha hiyo michezo. Nikiripoti kutoka hapa Chuo Kikuu cha Dodoma, mimi ni John Charles wa UDOM Digital. Asante John Charles kwa taarifa hiyo. Sasa tupate michezo ya kimataifa na Rukia Fadhili. Mchezaji wa timu ya Bayern Munich Harry Kane ameendelea kung'ara baada ya kufikisha mabao 55 katika mashindano yote ya msimu huu. Idadi hiyo imemfanya kufanana na rekodi ya Robert Lewandowski ya mabao 55 kwa mechi 47 aliyoiweka msimu wa mwaka 2019-2020, huku Kane akihitaji mechi 48. Licha ya Bayern Munich kutolewa na PSG katika nusu fainali ya ligi ya mabingwa, Kane ameendelea kuwa mmoja wa wachezaji bora zaidi barani Ulaya msimu huu. Na tukija upande wa timu ya Real Madrid, ripoti kutoka Marca zinaeleza kuwa hali ya sintofahamu ndani ya kikosi hicho imeendelea kuwa mbaya baada ya kuzuka kwa ugomvi mkubwa kati ya Federico Valverde na Laurent Tchouameni, ikiwa chanzo cha mgogoro huo ni mara baada ya Valverde kukataa kumpa mkono Laurent kabla ya mazoezi, hali iliyopelekea mvutano ndani ya kikosi, huku mzozo huo kuwa mkubwa kiasi cha kuhitaji wachezaji wengine kuingilia kati kuwatenganisha wawili hao na kupelekea Valverde kupelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu baada ya kuumia kichwani. Kutokea kwa tukio hilo pia ulipelekea uongozi wa timu hiyo kufanya kikao cha dharura kwa kujadili hali inayoendelea ndani ya timu. Na tukimalizia kwa upande wa timu ya Arsenal, wachezaji kadhaa wa klabu hiyo kukosa mechi za mwisho za maandalizi ya kombe la dunia kwa timu zao za kitaifa, huku kombe la dunia kutarajiwa kuanza Juni 11.
Asante Lukia Fadhili, na kufikia hapo sina la ziada katika michezo na burudani. Mimi ni Musa Daudi. Asante Musa Daudi kwa taarifa hizo. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tupitie kwa ufupi vichwa vya habari kwa hii leo. Bodi ya Isbati yaendelea kuimarisha maadili ya uandishi wa habari. Huduma za stationari zarahisisha ujifunzaji na ufundishaji UDOM. Na katika mchezo, Kasfeta Tayomi UDOM yaandaa bonanza la michezo kuboresha afya na mshikamano. Kwa niaba ya mafundi mitambo na timu nzima UDOM Digital, mimi ni Restituta Mkongwe. Asante kwa kutazama.